Haya. Tuende kwenye dakika ya 106. Shomari Kapombe anafanywa madhambi. Penalty. Ile penalty. Tuta. Ile tuta. Kweupe kabisa. Kweupe kabisa. Haina kupepesa. Ile tuta. Sasa katika hali ya kushangaza nilikuwa nazungumza na Nasri nikamwambia unajua katika kitu ambacho kinashangaza pia watu wengi wanakuambia ya kwanza ndo penalty, ya pili sio penalty. Ya kwanza tuta, ya pili sio. Ukiwasikia mtazamo na maoni kwenye mitandao, ma-comment nini, watu wengi wanashadadia kwamba ya kwanza ndo penalty, ya pili sio penalty. Lakini actually mimi nimeona tofauti. Ya kwanza sio penalty, ya pili ni penalty. Kwa sababu mguu wa kulia wa Shomari Kapombe ulikuwa umeinuka, then mguu wa Abdul Malik Zakaria, wakati mguu wa Shomari Kapombe uko juu, mguu wa Abdul Malik Zakaria pia wa kulia pia ukaja ukapita na ule mguu wa Kapombe. Sasa ukitizama pale, kwanza tujiulize, kulikuwa kuna nia ya mchezaji wa Shujaa kucheza ule mpira? Hakukuwa. Then pia mguu wa Shomari ulikuwa juu na yeye akaja akapita na ule mguu wa Shomari wakati ukiwa juu. Kwa hiyo ile ni penalty. Nasri kwako pia penalty. Penalty halali kabisa. Kuna tukio tumeliruka sasa kabla ya kwenda huku kwenye penalty, kwa sababu kabla ya kufika huku tayari zilishaongezwa dakika 15. Awali ulipiga hesabu hapa kusema ni halali kabisa kuongezwa dakika 6 kwa muda uliopotea. Vipi kuhusiana na kipindi cha pili dakika 15? Mimi kwanza niseme kile ambacho nilikuwa nakihisi wakati mchezo unaendelea, then kile ambacho nimekuja kukingamua baada ya hitimisho la ule mchezo. Ule mpira nilikuwa nautazama nje nikiwa na watu wengi tunatazama pamoja. Mimi kabla kibao cha dakika hakijainuliwa, on top of my head kulikuwa kuna dakika 10 Ahmed. Yaani hiyo ni instinct tu yangu mimi mwenyewe tu kwamba hapa hata zikiongezwa dakika 10 sitoshangaa. Yaani hiyo ilikuwa kwenye kichwa changu, lakini nilikuwa nimekaa na mtu ambaye of course ni shabiki wa Simba, maana yake ndio wenye mechi yao. Yeye kabla hata kibao hakijainuliwa alikuwa anasisitiza kwamba kuna 15 zinakuja. Yeye alikuwa anakuambia hivyo. Yes, ananiambia na alikuwa anawaambia baadhi ya watu kwamba hapa kuna dakika 15 zinakuja. Mimi wakati huo ananiambia hivyo, tayari akilini mwangu kuna dakika 10 zimenikaa kwamba ikitokea imeandikwa pale +10 mimi naona ni sawa. Lakini pia baada ya kuja kukaa kutathmini uhalisia wa kipindi cha pili ulivyokwenda, dakika 15 kwangu pia ni sawa kabisa. Kwa sababu mpaka mabadiliko ya goalkeeper Muntari anafanyika na anaingia goalkeeper mbadala zimetumika dakika 5. Ndio. Kwa sababu kadi nyekundu Muntari kaonyeshwa dakika 78 na sekunde 10. Goalkeeper wa akiba aliyekuja kuingia aliingia dakika 83. Maana yake ukipiga hesabu za saa kabisa kuanzia dakika 78 mpaka dakika 83 ni exactly dakika 5. Then kwenye hicho kipindi cha pili, kuna faulo 11 ambazo niliziona zimechezwa. Kwa mujibu wa statistic na nini, faulo kama 11 ambazo zimechezwa, ambazo zenyewe ukizijumlisha zina account dakika zingine ngapi? 3. Na inategemea unataka kujudge faulo uipe muda gani, kwa sababu faulo kiukweli inaweza kuwa ni baina ya sekunde 15 20, kwa hiyo zikaja dakika zingine 3. Then tumekubaliana kwamba imefanyika mabadiliko mangapi? 12. Mabadiliko manne, of course tuyachukue yale ya mkupuo. Kwa hiyo mabadiliko pia ambayo yamefanyika kwa ujumla wake yameaccount dakika zingine ngapi? 4. Kwa hiyo ukichukua dakika 5 za mabadiliko ya goalkeeper ambaye alipewa kadi nyekundu, ukaongeza dakika 3 za rafu ambazo zimechezwa kwenye kipindi cha pili, ukachukua dakika zingine 4 za mabadiliko ambayo yalifanywa katika kipindi cha pili, mpaka hapo manake una 10 na ngapi? Una 11. Then pia narudi pale pale, goli likiingia, goal celebration nayo ina muda wake. Ongeza sekunde zingine ngapi? 30. Goli mara nyingi likiingia sekunde zake huwa ni 30. Ongeza hapo. Then pia kwenye kipindi cha pili kuna muda ambao madaktari pia waliingia uwanjani. Narudi pale pale kwenye muktadha wangu mwanzo. Kinachofanya uhalali wa dakika kuongezwa kwenye mchezo ni kila nyakati ambayo mchezo unakuwa umesimama. Lakini pia hata Mwamba aliyekwenda golini pale kuchukua nafasi ya golikipa alikuwa anaumia kila mara. Na sio tu kuumia, mara alikuwa analala chini. Kwanza ulivomtaja umenifurahisha. Unajua wakati anajiandaa kuingia kule kwenye geti kuna mzozo, yani unaweza kusema labda ni mtu kutoka jukwaani ndo achukuliwe aombwe, yani kwamba mbona hiyo ni kweli. Lakini pia ukimtizama naye baada ya kuingia pia kuna dakika. Kwa hiyo mpaka hapo nimekupa dakika karibu 11
then sasa ongeza na dakika ambazo mwamba naye kazitumia kupoteza huo muda, then pia madaktari ile kuingia ile yote pya ina account dakika kuongezwa mwisho wa siku. Kwa hiyo 15 nafikiri kwa Kefa Kayombo tutakubaliana kwenye hili la kuongeza muda, anaweza akawa yuko sahihi. Pengine makosa ni kwenye yale maamuzi mengine ambayo aliyafanya. Tunazungumza kwanza hiyo red card ambayo Nasir unasema ni kama exaggerate, sio? Alikuza sana, yani goalkeeper kupoteza muda. Lakini pia na tukio la penalty ya kwanza. Tumekubaliana penalty ya pili kwa ni penalty. Kwa hivyo haikuwa issue kubwa kiasi hicho. Mimi nafikiri watu ni kama wameikuza sana. Imekuzwa sana. Japo ukweli ni kwamba katika maamuzi makubwa ambayo yanautafsiri mchezo, matatu, mawili kaboronga. Okay. Hayo hawezi kukwepa. Yaani hiyo na kwa bahati mbaya inapokuja issue ya red card pamoja na penalty, yale ni maamuzi makubwa katika mechi. Sasa yametokea matukio matatu ambayo yameuathiri moja kwa moja ule mchezo. Penalty 2 na yellow card 2 ambazo zikapelekea kadi nyekundu kwa mchezaji wa Mashujaa ambaye alikuwa ni goalkeeper. Kwa hiyo kwa bahati mbaya ni kwamba watu walichokifanya ni kwamba wamechukua makosa mawili makubwa, then na dakika zimekuja kuongezwa. Mimi nafikiri issue ya dakika imekuja kama tayari moto ni kwa Kayombo ni mkubwa. Kwa alichokifanya juzi moto tayari ushakuwa ni mkubwa, lakini dakika zisijumuishwe, lakini makosa yanaishia pale pale. Sasa shida ni hayo makosa ambayo yanaamua mchezo. Yaani matukio ni makubwa. Unajua issue sio dakika, issue ni kwa watu ambao wanafuatilia kwa ukaribu na pima dhamira ya referee ilikuwa ni nini. Hapo ndo ambapo kwenye shida, yani dhamira ya refa, jinsi ambavyo alikuwa anauendesha ule mchezo, dhamira yake ilikuwa nini. Mimi nafikiri hapo ndio kwenye shida zaidi ya hayo matukio ambayo ameamua. Mfano kwenye ligi ambazo hazina VAR, kukosea tukio kama penalty na sio penalty ni vitu vya kawaida sana. Ndio maana tunaona hata baadhi ya wenzetu anaweza kwa macho ya kawaida kwa kuwekea penalty, lakini akienda kwenye VAR anafuta penalty. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kawaida kabisa. Lakini shaka yangu mimi na yule muamuzi ni dhamira yake. Na nafikiri aliingia kwenye pressure baada ya Mashujaa kupata lile goli. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anaamua ni kama alikuwa anataka timu fulani ifaidike kiasi fulani. Maana yake kwenye kile kipindi cha kwanza kuna rafu ambazo walikuwa anacheza wachezaji wa Simba alikuwa anapotezea, yani hatoi foul. Lakini hizo zingine ikitokea labda contact ya kawaida kabisa baina ya mchezaji wa Mashujaa na Simba, anatoa foul upande wa Mashujaa. Mfano kuna foul ambayo sijui kama ni second half au first half ambayo aliicheza Deborah Fernandez kipindi cha pili, ni foul ambayo ilistahiki kabisa yellow card. Alicheza rafu mbaya kwa mchezaji wa Mashujaa, lakini hakutoa foul. Alikuja kusimamisha mchezo baada ya kuona ule mchezaji wa Mashujaa kaumia, kalala chini sana. Na hata alipokuja kurejesha tena mchezo akawapa tena advantage Simba. Na lile lilikuwa sio tukio la kwanza. Wachezaji wa Mashujaa wanaona kabisa mchezaji kachezewa rafu mbaya, lakini refa hatoi foul kwa upande wa mchezaji wa Mashujaa, lakini kwa upande wa Simba hata ule mgusano wa kawaida anatoa foul upande wa Simba. Kwa hiyo kulikuwa kuna mazingira fulani ni kama ya kuwatoa mchezoni Mashujaa na Simba wanufaike. Then kosa la penalty pia, muamuzi yoyote anaweza kukosea penalty. Ndio maana nikasema pia mwanzo hata barani Ulaya unaweza kuona kwenye macho ya kawaida muamuzi anakuambia penalty, lakini akienda kwenye VAR anakuambia sio penalty. Pale kashanufaika na VAR. Lakini turudi logic ya muamuzi kutoa ile penalty ya kwanza ilikuwa ni nini? Na siku zote hapa tunaambiwa kwamba muamuzi kama huna uhakika wa kitu ni nyamaza kuliko kwenda kutoa amuzi ambalo huna uhakika nalo. Eneo ambalo yeye alihisi mchezaji wa Mashujaa kaugusa ni upande ambao hata angekuwa na macho manne hawezi kuona. Yani huwezi kuona kitu ambacho kipo nyuma yako. Ni bora kingetendeka mbele yake tungesema anaona. Kwa engo hilo litazama kwa muamuzi msaidizi line 2. Alikuwa kwenye eneo zuri zaidi ya kuona kuliko yeye. Unajua line inakuwa ni huku na huku. Kuna yule kwa mfano ile penalty ya pili ilikuwa ni rahisi kwa yule line wa pili kwa ajili ni upande wake. Lakini line 1 yeye alikuwa anamaliza juu kule, alikuwa hafiki huko. Kwa hiyo alikuwa hata na yeye kuona pia ilikuwa ina maanisha line 2, anamzungumzia line 2 kwenye tukio hili la kwanza. Line 2 naye alikuwa analitazama. Line 2 ndo ambaye alikuwa yupo huku, lakini bahati mbaya limefanyikia upande ambao ni wa mbali kwake, sio upande ambao ni karibu kwake. Kwa hiyo ni tukio ambalo muamuzi mwenyewe ndo ameamua kwamba hii ni penalty,
Kwa hiyo pale kilikuwa ambacho kinaonekana kama muamuzi alikuwa hayupo kwenye eneo la kuona tukio na bado akaweka penalty, ni kama alikuwa na nia fulani ya kusubiri chochote kitokee then aweke penalty. Yani kulikuwa kunaonekana kama kuna mazingira fulani anasubiri atokee ili aamue kitu, na ndio maana nikasema hata mwanzo ile red card ni kama alikuwa anawalazimishia. Kwa hiyo baada ya Simba kuruhusu goli mapema, ikaja pressure kwa muamuzi kwamba hapa kivyovyote natakiwa kuwatengenezea mazingira ya Simba wapate afueni ya mchezo. Kwa hiyo kwangu mimi issue ilikuwa sio yale makosa ambayo alikuwa anayafanya, lakini nahisi kwamba kuna dhamira fulani ambayo ilikuwa sio nzuri kwa muamuzi kwa wachezaji wa Mashujaa. Hicho ndo ambacho mimi kinanipa hofu zaidi, sio kukosea. Sema dhamira ya muamuzi ilikuwa ni nini, hiyo ndo hofu yangu. Sasa utaijuaje dhamira? Dhamira inaonekana. Tunaipimaje dhamira Barasi Elfa? Au kwa matendo? Unajua dhamira ni unahisi, mfano ile mechi ya Namungo na Simba. Yeah. Baada ya Simba kupata tabu dakika fulani, alafu refari akaenda akatoa red card ambayo ilikuwa haina msingi wowote, na nyakati hizo pia wachezaji wa Namungo pia kwenye ile mechi walikuwa akichezewa foul, muamuzi hatoi foul, lakini kwa wachezaji wa Simba akiguswa kidogo tu anatoa foul. Unaanza kuhisi, yani sio uhakika, lakini unahisi kwamba huyu leo kaingia hapa kuiminya timu fulani, na hivyo ni vitu ambavyo vinaendelea sana kwenye ligi yetu. Bahati mbaya watu hawavioni, lakini kumekuwa kuna issue fulani za muamuzi anaingia uwanjani alafu anakuwa na kama kuna dhamira fulani ya timu fulani kuitoa mchezoni, timu nyingine kuipa nguvu. Hiyo ndo ambayo mimi inanitisha kushinda hata. Sasa na hizi dhamira umeziona kwenye mechi za Simba peke yake ama kuna mechi nyingine pia umeziona? Mechi nyingi nimeona. Mfano mechi ya Singida Black Star ambayo alicheza na Azam msimu, mechi ambayo Singida alishinda goli 1-0. Yeah. Ule mpira ulivyoisha hadi manani wachezaji wa Azam wakataka kwenda kumbugdhi muamuzi, kabidi muamuzi alindwe na vitu kama hivyo. Kuna kipindi mchezaji wa Singida alikuwa anacheza rafu mbaya, lakini refa atoi foul. Lakini mchezaji wa Azam yani unaona ni ya kawaida kabisa, ilikuwa ni 50-50, muamuzi anatoa foul. Kwa hiyo vile vitu vinaitoa timu fulani mchezoni, na waliwahi kukutana nacho tena hicho kitu Azam wakati wanacheza na Mashujaa, ile mechi yao ya ugenini ambayo Azam alipoteza, nafikiri sijui ilimalizika kwa 0-0. Azam walinyimwa penalty kwenye ile mechi. Kuna mtu Azam alinipigia kabisa simu, kuna mchezaji wa Azam alikuwa analalamika hadi anauliza kwamba mimi kweli sijui kurusha mpira. Yani mchezaji anarusha kabisa hivi mpira kwenye hali ya kawaida, afu mwamuzi anamwambia sio hivyo, anamrudisha tena. Kwa hiyo yani kuna vitu fulani waamuzi huwa anavifanya ambavyo kwa mshabiki tu kawaida ambaye unaangalia hivi mpira huwezi kuelewa, lakini pale unaona kabisa kama kuna dhamira fulani ya timu fulani kutolewa mchezoni na nyingine kuinufaisha. Kwa hiyo vitu vipo deep kiasi hicho. Ahmed, unajua kuna baadhi ya vitu vinaweza vikaongelewa hapa, lakini kwa sababu ya interest za mashabiki wanakuwa wagumu kuelewa. Kwa nini hivi vitu vikiwa vinawapa wao favor, yani masikio wanaweka pamba, ila vitu hivi vingekuwa viko opposite, kelele zake zingekuwa nyingi. Na ndio maana hakuna mechi ambayo inakuwa na kelele nyingi kama ya Yanga na Simba, kwa sababu wote wanakuwa tayari wapo katika ile upande wa kupendelewa.